وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، حديثي معكم في هذه الجمعة عن خلق من أخلاق الإسلام ألا وهو خلق الحياء. وما أدراكم ما الحياء؟ الحياء رأس الفضائل الأخلاقية وعماد الشعب الإيمانية، به يتم الدين وهو دليل الإيمان. وإذا تخلق الإنسان بهذا الخلق دل ذلك على نقاء سريرته وحسن أدبه ودليل الإيمان. Ikhwata al-iman, mazungumzo yetu katika khutba ya leo ni kuhusu tabia katika jumla ya tabia njema za Kiislamu, wa huwa khuluqul haya, ni tabia ya Muislamu kuwa na haya, kuwa na haya. وقد عرفه الحافظ ابن جرير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قائلا: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى katika kuieleza maana ya alhaya anatuambia alhaya ni tabia ambayo yampelekea mwenye kujipamba na tabia hii kuacha kila ambacho ni kibaya na inamzuia kufanya kasoro katika haki ya mwenye kuistahiki haki hiyo. Ikhwata al-iman, khuluqul haya ina madhahir na suwar, wa min tilka al-madhahir wa suwar alhayau min Allah tabaraka wa taala. Katika sampuli za Muislamu kuwa na haya ni kumwonea haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunu alhaya min Allah tabaraka wa taala? Wadhalika bimuqabalati ni'amihi bishukr wa awamirihi bilimtithal wa nawahihi bilijtinab. Kumwonea haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikhwata al-iman, kunakuwa katika kuzikabili neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuzishukuru, maamrisho yake kwa kutekeleza, makatazo yake kwa kujiepusha na kukaa mbali nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam yawman min al-ayyam, wa hadha al-hadith خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال الراوي: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja anawaambia masahaba wake, muonieni haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haki ya kumwonea haya. Masahaba wakamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasul Allah, sisi tumwonea haya Mwenyezi Mungu na tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy alayhi salatu wassalam: laysa dhaka wa innama al-haya'u haqqa al-haya' au al-istihya'u min Allah haqqa al-haya'.
an tahfadha ar-ra'sa wama wa'a walbatna wama hawa. Lakini kumwonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumwonea haya ni an tahfadha ar-ra'sa wama wa'a, ni uhifadhi kichwa chako na kilichokusanya kichwa chako. Ikawa kichwa hiki hukipomoshi kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, hukinyanyui kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa kuwadharau, na unahifadhi kilichokusanya kichwa, macho, masikio, mdomo na ulimi, ukawa wavitumia viungo hivi katika kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Walbatna wama hawa, na tumbo na kinachoungana na tumbo. Ulama wanatuambia ni uchi, mikono na miguu. Ukawa ni Muislamu wa kuhifadhi viungo vyako, unavitumia katika sehemu zenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Waltadhkuril mauta walbila, kumwonea haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumwonea haya ni uyakumbuke mauti. Wa madha ba'da almaut, na ni nini baada ya kufariki, ambako ni kumalizika na kuisha. Mtume alayhi salatu wasalam anawaambia masahaba, waltadhkuril mauta walbila waman arada al-akhirah, na yule ambaye ataka kufaulu na kunali saada kesho, kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na janna ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala allati arduha as-samawati wal ard. Waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, anaacha pambo la dunia. Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba, faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqa al-haya. Muislamu zamani anapoyatekeleza haya, huyu ndiye anaambiwa amemwonea haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumwonea haya. Katika madhahir ikhwata al-iman ya Muislamu kuwa na haya ni al-haya'u min al-malaika, kuwaonea haya malaika. Na huku kunatimia kwa namna gani? Pale Muislamu anapobeba hisia hii kuwa malaika wako pamoja na yeye, wanasuhubiana na yeye katika nyakati zake zote, wala hawafarikiani malaika wale na yeye illa katika halatu muayyana, kama anapoingia kukidhi haja. Wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Katika suwar za alhaya ikhwata aliman ni alhayau min annas, kuonea haya watu. Na huku kunatimia namna gani? Pale unapouhifadhi ulimi wako na mkono wako kuwaudhi wenzako. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu wa kihakika ni yule ambaye wenzake wanasalimika na yeye na mkono wake na ulimi wake. Akawa Muislamu yule hazungumzi kibaya, Muislamu yule hamsengenyi mwenzake, hamfitinishi mwenzake, wala hamtii kasoro na dosari Muislamu mwenzake. Hadha huwa alhaya'u minan nas. Wa min suwari alhaya' ikhwata aliman alhaya'u min nafsihi, yani Muislamu kuionea haya nafsi yake. Na vipi Muislamu ataionea haya nafsi yake? Ni pale anapoona haya sum'a yake na utajo wake mzuri kuharibiwa. Tumwangalie Yusuf alayhi salam, wakati aliposhawishiwa na imraatul aziz na kumwita na kufunga milango na kumwambia haita lak ay halumma ilayya, njoo kwangu mimi. Alisema nini Nabiullah Yusuf alayhi salam? Ma'adha Allah, kujilinda ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, najilinda kwa Allah tabaraka wa Ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwai, huyu mume wako ni bwana wangu, ndiye sayyidi wangu, na ndiye aliyeniandalia haya maandalizi mazuri, siwezi kumsaliti. Akaihifadhi sum'a yake, na hii ndiyo alhaya'u minan nafs, yani Muislamu kuionea haya mpaka nafsi yake. Ikhwata al-iman, madhahir na suwar za haya ni nyingi, lakini tukizungumzia fadhail zilizopokewa kwa Rasulullah alayhi salatu wassalam katika tabia njema hii ya Muislamu kuona haya, min fadhaili alhaya anna alhayaa khuluqun min akhlaqi alislam.
Haya ikhwata al-iman ni tabia katika jumla ya tabia njema za Uislamu. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia fi hadithin sahha anhu, inna likulli dinin khuluqa wa khuluq al-islam al-haya. Hakika kila dini ina tabia zake, wa khuluq al-islam, na tabia ya Uislamu al-haya, ni Muislamu kuona haya, ni Muislamu kuwa na hii sifa ya haya. Katika fadhail za al-haya ikhwata al-iman, anna al-hayaa shu'batun min ash-shu'ab al-imaniyah. Katika ubora wa haya ni kuwa haya ni sehemu katika sehemu ya iman. Mtume alayhi salatu wassalam fi hadithin kharrajahu shaykhan fi sahihayhima قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قال والحياء شعبة من الإيمان. Mtume alayhi salatu wassalam katika kutuonyeshea umuhimu wa Muislamu kujipamba na sifa ya haya anatuambia iman ni sehemu 70 na ni vipengele 70 na kipengele cha juu ni kule kutamka la ilaha illa Allah. Kipengele cha chini kabisa ni kuondosha udhia barabarani chenye kumuudhi Muislamu. Kisha akatwambia katika jumla ya vipengele vilivyobakia kutuonyeshea umuhimu wa Muislamu kuwa na sifa ya haya, akatwambia wal hayau shu'batun min al-iman. Haya ni sehemu katika jumla ya sehemu za iman. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الخلق. hili ndugu zangu likibainisha umuhimu, basi hakika laonyesha umuhimu wa Muislamu kujipamba na sifatul haya. Katika fadhailul alhaya ikhwata aliman ni kuwa sifa hii ni miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifatul haya min sifati Rabbi tabaraka wa ta'ala allati taliqu bi jalalihi. هذه الصفات التي لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن الله حيي كريم يستحيي. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkarimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hayi, ni mwenye kuona haya. Yastahi, anamwonea haya mtu gani? إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwonea haya mja wake zamani anapoinyanyua mikono yake kuielekeza kwake, anaomba katika kheri ya dunia na kheri ya akhira, kisha mikono ile Mwenyezi Mungu airegeshe patupu pasi na kutakabali dua yake. Ashahidu min hadha alhadith anna Allah tabaraka wa ta'ala min sifatihi alhaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake ni kuwa na sifa ya haya. Ikiwa ikhwata al-iman al-haya ni khuluqun min akhlaq al-islam, ikiwa al-haya ni shu'batun min ash-shu'ab al-imaniyah, ikiwa al-haya ni sifatun min sifati Rabbi tabaraka wa ta'ala, hatuoni dharura si ya waislamu kujipamba na sifa hii, bali sifatul haya ikhwata al-iman katika fadhaili zilizopokewa ni kuwa sifa hii ni min sifati al-anbiya alayhimus salatu wassalam, bali ni katika sifa za mitume. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia kutonyesha ya kuwa hii sifa ya haya ni sifa ambayo wamekuwa mitume alayhimus salatu wassalam wakirithiana, alipotuambia alayhi salatu wassalam inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi't. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kutonyesha kuwa sifa hii ya haya ni sifa ambao wamekuwa wakipokezana mitume. Hakika katika kitu walichodiriki watu katika maneno ya utume, maneno haya idha lam tastahi, unapokuwa huna haya, unapokuwa huhisi haya, fasna ma shi'ta, fanya utiltakalo. Hii si maana kuwa Muislamu amepewa ruhusa ya kufanya mabaya, lakini Mtume alayhi salatu wasalam anatubainishia kuwa yule anayefanya mabaya ni kuwa amekosa sifa ya haya katika maisha yake. Ndipo akatwambia alayhi salatu wasalam idha lam tastahi
فاصنع ما تشاء. ولذلك قال القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. موسى عليه الصلاة والسلام، tukimwangalia nabiyullahi Musa alayhi salam, mtume alayhi salatu wasalam yuthni alayhi khaira fayaqul inna Musa alayhi salam kana rajulan sittiran, kana rajulan hayyan sittiran yastahi an yura shay'un min jasadihi au shay'un min jildihi istihyaan minhu. Hii ni tabia ilikuweko kwa mitume alayhi salatu wasalam. Musa alayhi salam, mtume anatusifia kitwambia hakika ya Musa alayhi salam, kana rajulan hayyan sittiran, alikuwa ni mtu wa kuona haya sana, alikuwa ni mtu wa kujisitiri sana, hakuonekani chochote katika mwili wake kwa sababu ya haya, mpaka wakamtuhumu yeye Banu Israila kuwa huyu Musa namna anavyojifinika finika, hii ni ishara kuwa ana kasoro katika mwili wake. Mola subhanahu wa ta'ala akataka kumtakasa mtume wake kutokamana na tuhuma za Banu Israil. Siku moja Nabiyullah Musa alayhi salam amekwenda kuoga, akavua nguo zake na akaeka kwenye jiwe. Mola subhanahu wa ta'ala kwa hikma aliyoitaka yeye, alitaka kumtakasa Musa alayhi salam kutokamana na tuhuma za Banu Israil. Basi katika kuoga kwake, alipomaliza na kwenda kutaka kuchukua nguo zake, anaona zile nguo alizozieka zimeondoka. Mara akiangalia analiona jiwe linatembea na huku jiwe lile limebeba zile nguo zake. Akawa Musa alayhi salam aliita lile jiwe thawbi hajar, thawbi hajar. Kwa hikma aliyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, jiwe lile likatembea mpaka likafika kwenye mkusanyiko wa Banu Israili. Wakamuona Musa alayhi salam katika umbile zuri zaidi alilomuumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakamwona katika hali ambayo Mwenyezi Mungu jalla wa ala amemtakasa na yale maneno waliokuwa wakiyasema kwake yeye alayhi salatu wassalam. Ashahidu min hadha anna hadha alkhuluq kana min akhlaq alanbiya. Hii tabia ya Muislamu kuwa na haya, hii tabia ya haya ikhwata aliman ni tabia ambayo ilikuweko kwa mitume alayhi salatu wassalam. Amma Rasulullah alayhi salatu wassalam fakana almathala al'ala, mtume alikuwa ndiye mfano wa juu wa kupigwa katika kuonyesha mtu ana tabia njema hii ya haya. Walidhalika masahaba wanatuambia katika hadithi iliyokuja fi sahihain, kana an-nabiy alayhi salatu wassalam ashadda hayaan min al-'athra'i fi khidriha, wa kana an-nabiy alayhi salatu wassalam idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam namna wanavyomsifu masahaba, wanasema mtume huyu alayhi salatu wasalam alikuwa na haya nyingi zaidi ya mwanamwali wakati wake. Manake wale wasichana wadogo ambao hawajaolewa wakati wa mtume alayhi salatu wasalam walikihifadhiwa kwenye sehemu fulani. Yani kila nyumba ambayo ina mwanamwali ndani yake alikihifadhiwa sehemu fulani kwa sababu ya haya nyingi iliyokuwa kwa banati wakati wa mtume alayhi salatu wasalam. Sasa haya ya mtume ni zaidi ya huyo binti ambaye amejihifadhi nafsi yake kwenye chumba kile. Mpaka mtume alayhi salatu wasalam anapochukia jambo fulani, ilikuwa kwa haya yake hawezi kusema. Masahaba walikimtambua katika uso wake alayhi salatu wasalam. Ashahidu min hadha anna khuluq alhaya kana min akhlaq alanbiya alayhi salatu wasalam. Ikhwata aliman, katika kuonyesha fadhail za Muislamu kujipamba na sifa ya haya ni kuwa haya ni katika sifa za malaika. Haya min sifati almalaika, ni katika sifa za malaika. Haya anayehadithia as-sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema siku moja mtume alayhi salatu wasalam amelala nyumbani kwangu. Amelala namna gani? Amelala fil hali kashifan an fakhidhihi au saqihi, ili hali nguo yake imepanda, miguu yake inaonekana au mapaja yake yanaonekana. Haya anayasimulia nani? As-sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Anasema fasta'adhana Abu Bakr, mara Abu Bakr akaja kutaka idhni kuingia. Faadhina lahu an-nabiy alayhi salatu wassalam fatahaddatha thumma dhahab.
Mtume alayhi salatu wasalam akampatia idhini Abu Bakar, akaingia akazungumza na Mtume alayhi salatu wasalam, wa huwa ala tilka alhal, fil hali Mtume yuko katika hali ile ile ya kufungua miguu yake. Alipotoka Abu Bakar, thumma ista'adhana Umar, kisha akaingia Umar kutaka idhni. Mtume alayhi salatu wasalam akampata idhni Umar kuingia, na akabakia katika hali yake ile ile, akazungumza na Mtume akaondoka. Mmoja katika wapokezi wa hadithi anatuambia kuwa haya matukio hayakutokea yote katika wakati mmoja, lakini yalitokea katika masiku kadhaa. Mtume alayhi salatu wasalam alipozungumza na Umar na kumalizana naye akaondoka. Thumma dakhala Uthman, alipoingia Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume alayhi salatu wasalam fajalasa fasawwa thiyaba, Mtume akaketi vizuri, kisha alafu akafanya nini? Akateremsha nguo zake. Haya matukio anayaona Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwa macho yake. Alipozungumza na Mtume alayhi salatu wasalam, Uthman alipomalizana naye akaondoka, Aisha mwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, dakhala Abu Bakr falam tahtasha lahu wa lam tubali. Alipoingia Abu Bakar hukuonekana na uso wa bashasha na kumpokea, kwa sababu ulimwona ni mtu wa kikawaida na ulikaa katika hali yako hiyo hiyo. Akaondoka. Fadakhala Umar falam tahtasha lahu wa lam tubali. Alipoingia Umar hali ilikuwa namna hiyo hiyo, lakini falamma dakhala Uthman jalasa wa sawaita thiyabak, ulikaa vizuri na nguo zako ukaziteremsha. Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Aisha, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika. Aisha, simonei haya mtu ambaye malaika wanamwonea haya. Hii ni dalili ikhwata aliman kuwa haya pia ni sifa katika sifa za malaika. Haya hii ni sifa katika min sifati Rabbi tabaraka wa taala. Haya hii ikhwata aliman ni sifa katika min sifati al-anbiya. Haya ni katika sifa za malaika alayhim salatu wassalam, bali haya ikhwata aliman ni miftahun likulli khair. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia alhayau la yati illa bikhair. Katika ubora wa haya ni kuwa sifa hii ya haya haiji illa kwa khairi, bali katubainishia Mtume alayhi salatu wassalam anna alhayaa khairun kullu, haya ni khairi yote. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairi almuslimin. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، إخوة الإيمان، katika kupiga mifano ya watangulia wetu wema waliojipamba na sifa hii ya haya, nitataja mifano miwili yaliyopatikana katika wanawake. Na kwa nini nahusisha mifano hii kwa wanawake? Kwa sababu sifa ya haya ikhwata al-iman ni haki zaidi iwe kwa wanawake kuliko kwa wanaume. Lakini leo tuko katika zama ambazo ikhtalata al-habil bin nabil, imekuwa mwanamke wa Kiislamu leo hana haya, ashindwa na mwanamume. Namna maisha yalivyokuwa na namna almadiyat taghat ala nufusina wa ghattat fina. Tukiangalia katika wakati uliotangulia kabla ya Mtume alayhi salatu wasalam, wale mabanati wawili wa Nabiyullah Shuaib waliopambana na Musa alayhi salam, na Musa kuwasaidia wao na kuwanyeshezea wao maji, walipokwenda nyumbani na kutoa habari kwa mzee wao, na mzee wao kutoa amri Musa aitishwe, Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia nini? Fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maneno mafupi, maneno yaliyokuwa wazi. Aya hii yaonyesha kuwa huyu binti yake Shuaib alayhi salam alikuwa na haya. Fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya, kule kutembea kwake kulikuwa na haya. Leo angalieni banati wetu, angalieni dada zetu, angalieni wake zetu wanapokuwa barabarani, wanakuwa na haya ama hawana? Wanakuwa namna gani?
Hii ni ishara kuwa haya imekosekana katika maisha yetu. Angalieni huyu binti tamshi ala istihya, kisha anamwambia nini Musa alayhi salam? inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maneno mafupi, duna istirsalin, duna hiwarin, duna niqashin, maneno mafupi yaliyokuwa wazi, bila ya kulegeza sauti, bila ya kwenda huko na kule, maneno yako mafupi, yako wazi. Hii ni haya ambayo ilikuweko kwa walikuwa kabla yetu sisi. As-Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ummu al-mu'minin as-Siddiqa bint as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, anatuambia nilikuwa nikiingia nyumbani kwangu, kuntu adkhulu bayti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa abi, nilikuwa nikiingia nyumbani kwangu alikozikwa ndani yake Rasulullah alayhi salatu wasalam, wa abi, na baba yangu. Anasema Sayyida Aisha, fa adha'u thawbi fa aqulu inma huwa zawji wa abi, nikiingia nyumbani kwangu fil hali wamezikwa mabwana hawa watukufu, nilikuwa nikitoa mtandio wangu. Kwa nini? Nilikuwa nikisema aliyefariki ni mume wangu na baba yangu. Anatuambia nini Sayyida Aisha? falamma dufina ma'ahum Umar alipozikwa pamoja na wao, fawallahi ma dakhaltu albayta illa, sikuingia nyumbani illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Hii ndio haya iliyokuwa kwa sahabiyatu Rasulillah alayhi salatu wassalam. Anasema na Aisha alipozikwa Umar pamoja na wao, wallahi sikuingia tena nyumbani ila fil hali nimejifunika kwa sababu ya kumwonea haya Umar, na amefariki. Ikhwatal iman, hii ndio haya ambayo imekosekana katika zama zetu. Tukiangalia katika suwar za dhahabu alhaya fi hadhihi alazmina, ni almujaharatu bilmaasiyah, ni muislamu kujihirisha maasiya. Yani namna tulivyokosa haya, muislamu anafanya mambo yake faragha, kisha alafu akiingiliwa ni asubuhi anamfuata mwenzake na kumwambia amiltu albarihata kadha wa kadha. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wangu wote ni wenye kupata msamaha, kila mmoja katika umma wangu ni mwenye kupata msamaha, illa almujahirin, isipokuwa wale wenye kufanya maasi ya wazi wazi. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akatupigia mfano na kutuambia wa inna min almujahara an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan, ni muislamu kufanya jambo usiku faragha, hakuna aliyemwona katika maasi yale, amelala fil hali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemstiri, kisha asubuhi anamka anamfuata rafiki yake na kumwambia amiltu bil-layli kadha wa kadha, usiku jana nilifanya jambo fulani na jambo fulani. Huyu subhanallah, Mola subhanahu wa ta'ala amemsitiri, yusbih wa yakshifu sitra Allah anhu, anamka na fil hali anaifungua ile istara, sara ya Mola subhanahu wa ta'ala kwake yeye. Katika madhahir ikhwatal iman ya kukosekana haya katika zama zetu hizi ni ifshau al-asrar az-zawjiyya, ni muislamu kufichua na kuweka wazi zile siri za yeye na mkewe ndani nyumbani. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia katika watu ambao ni shari zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala manzilatan yawm al-qiyamah ni ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wa hiya tufdhi ilayhi thumma yanshuru sirraha, ni mwanamume amjilie mke wake na mke amjilie mume wake, kisha wanapoingiliwa ni asubuhi, mume yule aenda kutana na rafiki yake ampe habari za jana usiku, ama mke yule akae na rafiki yake jirani ampatie habari ya aliyoyafanya yeye na mumewe faragha. Ikhwatal iman, huku ni kukosa haya. Tukiangalia katika madhahir ya dhahabu alhaya fi hadhihi alazmina ni kashfu alawrat, ni waislamu wa kiume na wa kike kukaa uchi. Leo mpate muislamu mwanamume amevaa nguo imembana, nguo ile imechora uchi wake. Aina alhaya? Haya iko wapi? Kisha muislamu huyo anakuja kusali, amekuja kusali akirukuu nguo inapanda, nguo aliyoivaa inachora uchi wake, na mwanamke fi shari' amepasua nguo zake, buibui lake liko wazi. Aina alhaya? Aina alhaya ikhwatal iman? Bali katika madhahir za kukosekana haya katika zama zetu ni tashabbuhu rijali bin nisa wa tashabbuhu an-nisaa birrijal, wanaume kujifananisha na wanawake na wanawake kujifananisha na wanaume,
Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia la'ana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. Hawa wana laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wanaume wangapi leo wanavaa mavazi ya kike? Ni wanaume wangapi leo utampata amevaa mkufu, amevaa bangili, amevaa vipuli, kisha ajita Ali na Abdullah? Mwanamume gani huyu? Mwanamke leo amevaa nguo za kiume. Ayadhan billah, aina alhaya? Bali katika madhahiri ya kukosekana haya katika zama zetu ikhwatal iman ni khuruju nisai mutaattiratin mutabarrijatin safiratin, ni wanawake kutoka fil hali wamejipaka manukato, fil hali wamevaa na hawakuvaa, wamekosa haya. Mtume alayhi salatu wasalam anawapasha habari hawa wanawake wanaotoka majumbani mwao fil hali wamejipaka manukato ili wanaume wapate kusikia harufu zile, hao ni wazinifu. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia hakuna mwanamke yoyote atakayetoka nyumbani kwake hali ya kuwa ni mutaattira apite maskani wanaume wameketi ili wapate harufu yake nzuri, fahiya zania, fahiya zania. Hadha kalamu nabii alayhi salatu wasalam. Ikhwata al-iman, wanawake leo wanatoka majumbani mwao kwa kukosa haya, kasiyatin ariyat, wamevaa lakini fil hali hawakuvaa. Na Mtume alayhi salatu wasalam min mu'jizatihi al-khabariya qal sinfani, nikimaliza, sinfani min ahli an-nari lam arahuma rijalun lahum siyatun ka'adhnabi al-baqar yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. Mtume عليه الصلاة والسلام anatuambia kuna mapote mawili sijayaonapo katu. Haya mapote mawili yatakuja fi akhir zaman. Kutakuwa na wanaume wameshikilia fimbo na vikoto kama mikili na mikia ya ng'ombe, wanapiga nayo watu. Kisha akatwambia kundi la pili ni wanawake ambao wamevaa lakini fil hali hawakuvaa kwa kukosa haya. Na hawa wanawake ni wanawake gani? Ni dada zetu, ni banati zetu, ni wake zetu, ni mama zetu. Wanawake hao wanatoka majumbani mwao wamevaa fil hali hawakuvaa, mailatun mumilat, wao wenyewe ni walegevu, kisha wanajilegeza kwa wanaume, wamefurisha vichwa vyao. Mtume alayhi salatu wasallam anasema wanawake hawa hawaingii peponi, bali wacha la kuingia peponi, hawa hata harufu ya janna hawaisikii, na harufu ya janna yapatikana kwa masafa kadha na kadha. Hii ni ishara kuwa watakuwa mbali zaidi na pepo. Nasallallahu salamata wal afia. Nasallallahu tabaraka wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahdiyana li ahsani al-akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وكرما وامتنانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر